naomba kama unaandika ni vizuri kama unaweka kumbukumbu, wakati mwingine itakusaidia. Andika, mawazo yamebeba nguvu. Kuna nguvu ya mawazo katika maisha yetu tulionayo. Maana yake mawazo yamebeba nguvu. Kwa lugha nyingine, kuna nguvu ya mawazo. Ndani ya mawazo kuna nguvu, lakini kuna nguvu ya mawazo. Mawazo kwa kuwa yamebeba nguvu, ni lazima kuwa na mazingatio, kuwa na tahadhari kuhusiana na mawazo. Maana wengine kwa sababu ya mawazo wamemwacha Mungu, kwa sababu ya mawazo wamekimbia nafasi zao nzuri. Wengine kwa sababu ya mawazo wamekufa kabla ya wakati, na wengine kwa sababu ya mawazo, kwa sababu ndani ya mawazo kuna nguvu. Ile nguvu imewafanya kukata tamaa iliyoko kwenye yale mawazo. Lakini ndani ya mawazo kwa sababu kuna nguvu, kuna wengine kupitia mawazo, kwa mawazo walionayo wamefanya maamuzi yasiyo sahihi kupitia mawazo walionayo. Lakini kupitia mawazo unaweza kujifungia baraka zako, na unaweza kujikuta unaingia kwenye vifungo kwa sababu ya mawazo. Lakini unaweza kuzuia maombi kupitia mawazo ulionayo. Sasa mawazo ya mwanadamu sio kama mawazo ya Bwana. Kuna mawazo aina tatu, lakini kabla tujayaona haya mawazo, tuone tunamaanisha nini tunaposemea mawazo. Mawazo maana yake ameliweka kwenye wingi, lakini wazo ndio moja, ni wingi. Sasa wazo inaweza likawa ni kitu gani? Mawazo yanaweza kuwa ni mafikirio. Mawazo ni mafikirio au ni mitazamo ambayo mtu yuko nayo ndani mwake. Inaweza ikawa ni ndani moyoni. Kikanuni mawazo yanakuwa mioyoni mwa watu. Watu wanajua ana mawazo kichwani, lakini mawazo yako moyoni, kwa sababu kichwa kinaposhirikiana na moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu ndiko maamuzi yanatokea, sio kwenye kichwa cha mtu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mawazo ni mafikirio, ni fikra, lakini pia inaweza ikawa ni njia, kwa sababu mtu anapowaza maana yake anapata uelekeo kwa mawazo yako, kwamba mtu huyu anafikiria nini. Wanaposema mtu huyu anawaza, na wewe unaweza kumwambia hebu waza. Mtu anakuambia hebu jaribu kuwaza ikiwa 1 2 3. Yaani jaribu kufikiria 1 2 3. Just imagine, fikiria ingekuwa hivi na hivi. Maana kile kitu kinakuwa kiko ndani, hakijadhihirika wazi, lakini mawazo ni mafikirio, lakini pia kwa wengine ni njia, lakini mawazo ni dira, lakini mawazo pia ni mpango. Unapanga vitu kwenye akili yako. Sasa unapokuwa unapanga, maana yake unawaza. Lakini ni mitazamo pia. Kila mtu atoe mawazo yake, maana yake atoe mitazamo yake. Tunaruhusu kila mtu atoe wazo lake, na kila wazo liheshimiwe. Kila mtu maana yake atoe mtazamo wake, atoe kila anachoona vema, aonyeshe njia anapofikiria hii njia inaweza kufikisha watu kupaswa kwenda. Kwa hiyo ni njia. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo ni uwanda mpana wa vita vya kiroho. Pia tunaposemea mawazo, kwenye moyo wa mtu ndiko mawazo yanakuwepo, na ni rahisi sana eneo hilo la mawazo kutumika na adui kwa habari ya vita, kwa maana ya kwamba ni uwanda mpana kwa habari ya vita. Michakato ya kuamua inaanza kwenye mawazo. Unapowaza, kabla ya maamuzi ama kabla ya vitendo, kuna wazo kwanza. Mtu amewaza kwanza. Sasa moyoni huwa linaingia wazo, na wazo linaweza likazalishwa na mambo kadha wa kadha. Mpaka mtu anawaza, kuna vyanzo vya mawazo. Mazingira yanaweza yakawa chanzo cha kuwaza kitu fulani, lakini pia mapito unayopitia yanaweza kuwa chanzo cha mawazo.
kwamba kulingana na mapito anayopita anajikuta anawaza mawazo yasiyofaa kulingana na mapito anayopita. Lakini pia chanzo kingine cha mawazo kinaweza kikawa ni matukio. Matukio ni chanzo mojawapo cha mawazo fulani. Baada ya tukio hilo, mtu huyo akabaki anawaza moja mbili tatu. Kuna mawazo ya shari na kuna matukio ya shari na kuna matukio ya heri. Hata matukio ya heri yanafikirisha. Mtu unaweza kumsemesha akawa kama anakuelewa, kumbe ndani amejaa vitu, lakini unaweza kama kwa sababu ya tukio lililotokea anawaza msiba, unamfanya mtu kuwaza aliyeuguliwa, mgonjwa anaanza kuwaza kufa. Mawazo yanaweza yakazalishwa na vyanzo mbalimbali, paka na maono. Mtu anaota kitu, alafu baada ya kuota anapata wazo. Kutokana na nilichokiona na waza kitu hiki. Kutokana na yale unayoyasikia unaweza ukapata wazo. Kwa hiyo milango ya fahamu inaweza ikatumika kumtengenezea mtu wazo ndani. Haleluya. Sasa kuna mawazo aina tatu. Mawazo ya kibinadamu ni wazo aina ya kwanza. Mawazo ya kibinadamu, yani kwa lugha nyingine mtazamo ama makusudio ya kibinadamu ndani ya mtu, fikra za kibinadamu. Hiyo ni aina ya kwanza. Kuna aina ya pili, ni mawazo ya kishetani au mawazo ya adui. Fikra za adui ndani ya mtu. Lakini pia kuna mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ni mawazo mema. Sasa mawazo ya Mungu ni zaidi ya mawazo yote. Na unapaswa kuangalia wazo la Mungu na ulifuate. Kwa sababu hiyo mwanadamu ana mawazo, lakini mawazo ya mwanadamu asiye haki mara nyingi ni mawazo potofu. Ni mawazo ya ubatili. Sasa mawazo ya Mungu hayawezi kulingana na mawazo ya mwanadamu wala kulingana na mawazo ya shetani. Tuanze kwa kusoma neno letu la msingi, linatoka kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7 hadi wa 9. Tutaenda tuone hizo aina tatu za mawazo na namna gani unapaswa kuwa na tahadhari usije ukafuata wazo la shetani au ukafuata wazo lako mwenyewe bila kujua athari zake. Isaya 55 mstari wa 7 hadi ule wa 9. Amen. Hapa alikuwa anazungumza kwa habari ya kumtafuta Bwana, kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, alafu mwiteni maadamu yuko karibu. Sasa wakati unamuita Mungu, wakati unamtafuta Bwana, yeye yuko karibu, hata yuko mbali. Lakini kuna vitu vinaweza vikazuia Mungu asikuhudumie. Mawazo. Mtu mbaya na aache njia zake, na mtu asiye haki aache mawazo yake na amrudie Bwana. Aache mawazo yake. Yale mawazo yanaweza kumzuia huyu mtu asiweze kumuona Bwana, asikutane na Mungu maishani mwake. Kwa hiyo aache mawazo yake na amrudie Bwana, naye atamrehemu. Na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kuna mahali Biblia inaeleza watu wanajihoji, njia za Bwana ndio zisizo sawa. Njia za Bwana wanazishutumu kwamba sio zilizo sawa. Naye Bwana anawauliza, je, njia zenu ndizo zilizo sawa au njia zangu?
njia zangu ndio zilizopotoka au za kweli? Mawazo yangu ndiyo yaliyo bora au ya kwenu ndiyo yaliyo bora? Mawazo ya Mungu au kusudi la Mungu, shauri la Mungu, mtazamo wa Mungu ndio ulio bora au mtazamo wa kwako? Sasa kuna hatari. Mawazo ya Mungu na ya kwetu yanatofautiana, na kwa kuwa yanatofautiana, tunapaswa kujua cha kufanya ili mawazo yetu yaendane na wazo la Bwana. Kuna kazi ya kufanya, ambapo usipojua kuwa mawazo yamebeba nguvu, yanaweza kubeba nguvu ya mkwamo kabisa. Yanaweza kuwa yanakwamisha maisha yako haya mawazo, au wazo kama ni jema au la kimungu linaweza kuyaweka maisha yako mahali pazuri. Kwa lazima uwe na mazingatio, kwa kuwa mawazo kumbe yanaweza yakawa ya binadamu, yako mbali. Mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya binadamu. Kama ya Mungu ni tofauti na ya binadamu, tufate yapi? Tuishike ili kusudi mawazo, nguvu ya mawazo isikika tuzuri. Kwa sababu leo kuna wagonjwa kwa sababu ya mawazo. Leo kuna watu wameharibikiwa kwa sababu ya wazo lililoanza kuingia kwao. Limewaweka mahali na linawatesa. Mawazo ya mwanadamu siku zote ni mabaya. Tuangalie aina ya kwanza ya mawazo. Mawazo ya mwanadamu mara nyingi yamepotoka. Kwa lugha nyingine, mawazo ya kibinadamu, wazo la kibinadamu, wazo la mwanadamu mara nyingi halina utoshelevu. Unahitajika msaada wa kimungu kwenye mawazo yake ili ajikute yuko kwenye wazo lililo jema. Hebu soma kile kitabu cha Zaburi ya 94 mstari wa 11. Na ile Mwanzo 8:21. Bwana anajua mawazo ya wanadamu ya kuwa ni ubatili, ni bure, ni zero. Wakati mwingine mawazo ya wanadamu ni ubatili, si kitu, hakuna usalama, ni ubatili. Yesu kaanza kuhangaika na kufuata mawazo yako, kwa sababu kabla ya kitendo huanza wazo. Mtu anaweza kujikuta analiandama wazo lake, kumbe ni wazo potofu. Haliwezi kumvusha, haliwezi kumfanikisha, haliwezi kumfikisha mahali salama. Sasa akang'ang'ana nalo, ndio limemjaa. Kumbe wazo hilo ni ubatili. Mwanzo 8:21. Mawazo ya mwanadamu ni mabaya tu tangu ujana wake. Bwana kaangalia jinsi mwanadamu ambavyo ana mawazo ya ubatili. Wazo lake ni baya tu. Hebu soma. Mwanzo 8:21. Amen. Mawazo ya mwanadamu tangu ujana wake ni mabaya tu. Anapowaza ni chanzo kikubwa sana cha uharibifu. Moyoni mwako mawazo ni limbuko la uovu. Yaani unapowaza katika maovu mengi, wazo ni limbuko la uovu kabisa ndani yako. Vitu vinavyomtia mtu unajisi ni mawazo ya kwake kwanza yaliyoko tu ndani ya moyo. Kwenye moyo adui mkubwa ni pamoja na mawazo yasiyofaa, mawazo machafu, ni chukizo. Marko sura ya 7 mstari ule mstari wa 20 hadi 23 na ile
Mathayo 15:19 hadi 21. Anazungumzia habari ya kitu kinachomtia mtu unajisi akamkosea Mungu. Anaanza kwa kusema sicho kiingiacho kimtiacho mtu unajisi, bali kimtokacho, yaani mawazo mabaya. Ndio akaendelea na kustaja vingine. Kwa nini ndani ya moyo kinachotia unajisi anaanza na mawazo? Hebu soma. Anaanza na mawazo mabaya. Uasherati, wivi, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, korofi, fisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Yanatoka ndani. Amen. Katika maovu yanayomtia mtu unajisi yaliyoko ndani mwake, wa kwanza kabisa adui ndani, wa kwanza kabisa kumharibu mtu ukajikuta umejichafua, cha kwanza ni mawazo. Hata ndio maana mtu hawezi kukurupuka tu kujikuta ameenda kuzini, amekuta kwenda kufanya amewaza kwanza. Kwenda kuiba aliwaza kwanza. Kwenda kufanya fujo aliwaza kwanza. Kwenda kufanya uthariti amewaza kwanza. Wazo linaonekana ndo limbuko linalotia unajisi ndani ya mtu. Kinachomtia mtu unajisi kitokacho ndani, wa kwanza aliyetajwa ni mawazo. Mawazo yanaweza kuwa mlango mpana sana wa shetani kuzalisha asali kwenye maisha ya mtu. Hata kwenye Mathayo 15:19 yanazungumza yale yale kwa mawazo mabaya. Hebu anza tuone naye. Limbuko ni lile lile analolitaja, kwamba kimtiacho mtu unajisi sicho kimtokacho, kimwingiacho, bali kimtokacho. Ndani ya moyo wa mtu kuna mawazo yasiyofaa. Mawazo ya kibinadamu au mawazo ya mtu mwovu hayana utukufu wa kimungu ndani yake. Hayana Mungu ndani. Mara nyingi mawazo ya mtu dhalimu au mawazo ya mtu asiye haki, anasema jumla ya mawazo ya mtu aliyemdhalimu ni kwamba hakuna Mungu. Jumla ya mawazo ya mtu dhalimu, jumla ya mawazo yake, yani akiwaza hiki, akiwaza, jumla ya mawazo yake yote, hakuna Mungu katika yale mawazo. Hakuna utukufu wa Mungu juu ya hayo mawazo yake. Hayaleti utukufu wowote. Hebu soma. Shuhuda wa uongo, matukano. Amen. Asante. Tunaangalia habari ya ndani. Hii ya kula bila kunawa utapata kipindupindu huko. Ukajifariji kwamba sicho kimtiacho unajisi. Maana unajua watu wengine anabeba kitu bila ufahamu na maarifa vizuri. Mamlaka kukanyaga na nyoka. Unamwona nyoka unamkanyaga. Sitoisha apewa mamlaka. Anakugonga. Una maarifa vizuri ya namna gani kinachozungumzwa pale. Bwana asifiwe. Mawazo yanaonekana ni moja ya kitu cha kwanza kinachotajwa katika maovu yanayomtia mtu unajisi kutokea ndani yake. Adui wa kwanza aliyeko ndani yako, usipoangalia anaweza kuwa ni hayo mawazo. Ndio maana kwa sababu ya mawazo amefanya maamuzi ya kujiua, amefanya maamuzi ya kuchukua hatua mbaya ya kujutia kwa sababu tu ya mawazo. Leo utakuta kuna magonjwa mengi yatokanayo tuna msongo wa mawazo, mrundikano wa mawazo. Sasa yale mawazo ni mawazo gani? Yatokanayo na matukio mbalimbali, anawaza nini? Sasa jumla ya mawazo ya mtu asiyemcha Mungu ni kwamba hakuna Mungu. Kwa mujibu wa Biblia, Zaburi 10:4, asiye haki mawazo yake ni chukizo mbele za Bwana.
Mawazo ya mtu ni chukizo mbele za Bwana, ya mtu aliyedhalimu. Kwa hiyo unaweza kujikuta unawaza kumbe unamchukiza Mungu. Unamchukiza Mungu kwa sababu ya mawazo yako. Mawazo yanakutia unajisi. Hebu soma. Jumla ya mawazo ya mzalimu, muovu, asiye haki, jumla ya mawazo yake hakuna Mungu. Kuna vitu Mungu anavichukia ni pamoja na mawazo machafu, mawazo mabaya. Mawazo mabaya. Mithali 6 mstari wa 16 hadi 19. Anasema kuna vitu 7 anavyovichukia Bwana. Vitu 6 na 7. Lakini katika hivyo vitu anapoanza kuvitaja hajaacha kutaja mawazo, kwa ni sehemu ya mambo anayochukiza ambayo ni chukizo kwake. 16 anasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, na viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Maana yake moyo unaowaza mawazo mabaya ni moja ya vitu vinavyochukiwa na Mungu. Kwa hiyo mahali palipo na mawazo machafu hapambaliki Mungu, hapumpi Mungu utukufu, bali chukizo kwa Bwana. Ni dhambi, ni mlango wa adui, kwa sababu kinamtia mtu unajisi. Maana kinamchafua, anahitaji utakaso. Ile ni dhambi, ni mlango anaotumia shetani. Wazo lina nguvu. Ikiwa ni wazo baya, lina nguvu ya kuleta uovu. Lakini kama wazo ni jema, linampeleka mtu mahali pa kufikia jambo jema. Kwanza, mawazo ya mwenye haki. Wazo la mwenye haki ni adili, ni takatifu. Mawazo ya mwenye haki ni adili. Mawazo ya uovu ni uovu. Kwenye kitabu cha Misali 12 mstari wa 5 anasema mawazo ya mwenye haki ni adili, yana uchaji ndani yake wa kumcha Mungu, yanamheshimu Mungu. Utukufu kwa Mungu unarudi. Anawaza katika njia salama, anawaza kitu chema, hawazi yale mabaya. Mwenye haki. Sasa endapo wewe ni mwenye haki, unaishi kwa imani na Mungu yuko upande wako, na wewe unamuita Mungu ni Bwana wako, unaweza kujikuta umefarakana na Mungu wako kwa sababu tu ya mawazo. Unasimamaje kushiana na mawazo ili usikatiwe unajisi? Kwa sababu wengine kwa kuwaza walijikuta wanafarakana na Mungu, au wanamchukiza Mungu kwa habari ya mawazo tu. Kajikuta Mungu hayuko upande wako kabisa kupitia mawazo. Unawaza nini? Na ili Mungu afanye kitu kwako wakati unamuomba, huwa anakagua kwanza huko kwenye uwanda wa kufikiria, kwenye mawazo yako. Anacheki kwanza unawaza nini, halafu yeye ndiye anafanya kitu kwako. Ila hawezi kufanya hivi mpaka ameangalia mawazo yako. Kwa hiyo mawazo ya mwenye haki ni adili. Anasema mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri. Mawazo ya mwenye bidii, Misali 21 mstari wa 5. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri. Ni nguvu ya mawazo, inampelekea kwenye kupatia mahitaji. Lakini mawazo ya mvivu yanampeleka kwenye uhitaji tu. Si ndio mvivu anawaza kuokota hela barabarani, yaani hawazi kufanya kazi, anatembea barabarani. Mawazo ya mwenye bidii humpeleka mtu kwenye utajiri. Lakini mawazo ya mvivu, anawaza kulala tu, anawaza kupumzika, anaweza akawaza tu kuotea chakula kwa fulani, muda huu atakuwa ameivisha chai. Mawazo ya umaskini. Mawazo ya mvivu yana nguvu ya kumletea umaskini wa kutosha, kwa sababu inaeleza kwamba
bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo, umaskini wako unakujilia kama mvamizi. Kwa bado kujisahau kwako, uvivu kidogo tu utakuletea athari kubwa. Mawazo ya mvivu hayawezi kuendana na mawazo ya mwenye bidii. Mawazo ya mwenye haki hayawezi kuendana na mawazo ya mwasi, ya mwovu. Yeye saa zote anawaza kufanya dhambi, saa zote anawaza kufanya maovu, anawaza maovu. Huyu mwenye haki anawaza Mungu, anawaza kumtumikiaje Bwana, anawaza vitu vya maana. Aliyetawaliwa na shetani anaongozwa na mawazo yasiyofaa. Mawazo ya pili ni mawazo ya kishetani. Usipoyaelewa mawazo ya adui, maana yake kusudio la adui, fikra za adui, mtazamo wa adui, utajikuta unauandama ule mtazamo, unafuata ile mawazo, kumbe ni mawazo ya kishetani. Wewe unapowaza jambo ambalo linakinzana neno la Bwana, unawaza jambo la kumchukiza Mungu, unawaza unamsaidia shetani kutekeleza, unafanya kazi ya kutafakari vitu vya kishetani. Shetani ni mharibifu, shetani ni muovu, shetani ni muuaji. Unawaza kujiua, ujue tayari shetani anaendesha kwenye maisha yako. Kuna adui anayeendesha mawazo yako. Unatembelea mawazo ya kishetani. Nawaza nikamchomee nyumba yake. Unawaza uende kung'oa shamba zima la mazao yake. Kisasi. Ni adui anakuchochea kufanya yaliyo against na mawazo ya Bwana. Wazo la Mungu ni tofauti na hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kaja kanisani lakini unapowaza light Bwana angeweza kuweka wazi unapowaza. Hata jirani hapa anahama kiti, anatafuta kingine kulingana na vile unapowaza. Kuna mtu kama angekusanya jumla ya mawazo yote yanayowazwa na ama mtaa, kwamba jamii inaniwaziaje, wanaponiwazia watu, mawazo yao ya kishetani, mipango inayopangwa na maadui kila sekunde moja kukuhusu ni mibaya. Kwa shetani huwa anawapandia watu mawazo. Anaweza akaanza kuwawazisha vitu visivyofaa. Ile tunaweza kumshinda shetani. Korinto sura ile ya pili, Korinto wa pili mstari wa 11. Hatukosi kuzijua fikra za shetani asije akapata kutushinda. Kwa kuwa hatukosi kuzijua fikra zake. Usipobahatika kujua fikra, mawazo ya kishetani, mitazamo ya kishetani, sio rahisi kumshinda. Lakini ukijua fikra zake, ni rahisi kumshinda. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, ameziba nafasi ya kuwaza vyema, basi anawatumikisha kuwaza isivyo sawa. Kwa maana hiyo, mawazo ya kishetani yanaweza kumpeleka mtu kutekeleza maamuzi ya kishetani. Maana unaanza kuwaza, baadaye unakuja kwenye utekelezaji, ila umeanza kuwaza. Lakini chimbuko la wazo, nani aliyechochea hilo wazo ndani? Inaweza kuwa ni mitazamo yako binafsi, ambayo pia pamoja na mitazamo yako unaweza kujikuta unapotazamia, unapowaza sivyo Mungu anavyokuwazia kwa wakati huo. Unaweza kuwa na mipango lakini sivyo Mungu anavyokupangia wakati huo. Kwa hiyo kuna wazo la kishetani, ni lazima kulijua wazo hili ni wazo la kimungu. Nikilinganisha neno la Bwana, haya mawazo yanaendana. Kama ni mawazo yasiyofaa, unajiepusha naye. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo ya Mungu ni siri sana. Wazo la Mungu ni siri. Mawazo ya Mungu huwa ni siri. Siri za ajabu sana. Mungu anapowaza, anaweza akawa anawaza kitu kwako ambacho wewe pia ni fumbo kwako. Kwa lazima tuwe na tahadhari, kwa sababu Mungu anapowaza ni fumbo kubwa sana ambalo sio rahisi ukaelewa kwa haraka wakati mwingine. Zaburi ya 94 ule mstari 92 mstari wa 5. Mawazo ya Mungu ni fumbo. Sasa unaweza kujikuta
ni ngumu wakati mwingine kuelewa kama ni wazo ili nimenawaza mimi au ni Mungu ananiongoza au ni adui shetani. Wazo la kimungu limejificha kwa sehemu. Wakati mwingine wazo la Mungu ni mpaka utafute. Kama ni fumbo, utafute kulijua hilo fumbo. Kama ni siri, utafute kujua hiyo siri. Kwa nini Mungu wazo lake ni fumbo? Ili wewe uwe na kazi ya ziada ya kutafuta, ili Bwana alifunue sasa. Mfungo. Hebu soma Zaburi ya 92 mstari wa 5. Jinsi alivyo mawazo yako ni mafumbo makubwa. Sema mafumbo makubwa. Mawazo ya Bwana ni mafumbo makubwa. Kwa kuwa ni mafumbo, hakuna anayeweza kujikuta amelipatia wazo la Bwana kama hajafanya kazi ya ziada ya kutafuta hilo fumbo. Maana ni fumbo. Mawazo ya kishetani yanaweza yakawa tu yako nje, lakini wazo lililo jema inawezekana unafanya kazi ya kumsifu Mungu, kumtafuta Bwana ili akuonyeshe hilo fumbo na kufungulie. Bwana yeye anawaza kitu gani? Kama wazo la Bwana ni fumbo kubwa, na ndilo unapaswa wewe ulione na uliandame, ulifuate ili upate matokeo. Sasa nje na kulifuata, utalifuataje wakati vifungo kwako hata hujalielewa? Ndio maana Mungu huwa anatusemesha. Ndio maana ukimtafuta anaonekana. Usipomtafuta sio rahisi. Na kuna watu wanakuwa mahali wanasita kwenye mawazo mawili kwa wakati mmoja. Na ukiwa unasita kwenye mawazo mawili kwa wakati mmoja, uwe na uhakika umesimama. Uwe na uhakika hauendelei na chochote. Kukiwa na mawazo mawili yanakinzana, yanavutana, ujue umeshasimama. Hapa ni kama umefika njia panda. Kuna njia mbili na uweze kuzitembelea zote. Inabidi upate njia moja. Kwa kuwa ni fumbo, utamuuliza Bwana upite ipi. Njia za Bwana sio njia za wanadamu. Mawazo ya Bwana sio mawazo ya wanadamu. Kwa hiyo unaweza kufika kwenye mawazo mawili ukabaki kwenye mashaka, ukabaki njia pana. Kuna watu anawaambia mtumishi wa Mungu, mtasita mpaka lini katika mawazo mawili? Wafalme wa kwanza 18:21 Biblia inaeleza kwa habari ya Elia. Akakutana hawa watu wa kina Ahabu na watu wengine waliokuwepo, anawaambia mtasita katika mawazo mawili hata lini? Kama Baali ni Mungu, fateni. Kama Mungu ni Mungu aliye hai kwenu na mnamwamini, mfateni. Mtasita katika mawazo mawili hata lini? Kusita kwenye mawazo mawili, yani mtu anayetangatanga kwenye mawazo mawili, hakuna hata moja litakalozaa matokeo. Inawezekana wakati huo ndio wa mazingatio makubwa unapokutana na njia mbili. Ni wakati wa mazingatio unapokutana na mawazo mawili. Ili ujipatie wazo moja, lazima ufanye jambo la kumtafuta Mungu akusaidie kupata uelekeo utakaotembea nao. Maana hapo ukianza tu kutembea, yani hata mimi sijielewi. Naona mbele yangu kuna mambo mawili lakini najiendea. Ujipatie cha kufuata. Isiwe tu haya mawazo mawili ndio wewe uko pale na hauna uelekeo katika haya. Akawalauma mtasita hata lini katika mawazo mawili. Wewe unaweza kutembea kwenye mawazo mawili, utaweza. Na hutatumikia wazo kwa bidii. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika mawazo kumbuka kuna nguvu ya madhara na kuna nguvu ya mema. Sasa wazo linategemea tu. Kama wazo ni jema, kama wazo ni la kimungu, linakupeleka kwenye mema. Lakini kama wazo ni la kibinadamu au la kishetani, maana wakati mwingine tabia ya kishetani adui anatumia mno wanadamu. Binasema kwamba hekima hiyo sio iliyoshuka kutoka juu. Kwenye Yakobo 3 kianza na mstari ya 13. Hekima hiyo sio iliyoshuka kutoka juu, bali ni ya tabia ya kibinadamu na shetani. Ya tabia ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Hekima hiyo sio iliyoshuka kutoka juu, bali ni ya tabia ya kidunia, ya kibinadamu na shetani. Wakati mwingine mawazo yako yanashare na mawazo ya shetani.
Ni rahisi sana shetani kushare na wewe mawazo yake na ukajikuta unatembelea mawazo yake. Nini kifanyike sasa ili mwanadamu asijikute anaingia mahali pasipofaa? Mwanadamu kinachompasa, mawazo ya kibinadamu yanaombewa, yanahitaji apelekwe kwenye mzani sahihi. Mungu ni mzani sahihi wa mawazo. Uombee mawazo yako, mshirikishe Bwana mawazo yako ili kusudi akuonyeshe wazo sahihi. Kwa kuwa mawazo ya Bwana tumeona kwenye 92 Zaburi mstari wa 5 kwamba ni mafumbo makubwa. Nani atakayeyajua mafumbo haya? Mungu anayajua mafumbo ya Mungu. Kama vile tunaambia kwenye Korinto sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10 kwamba nani ajuaye mambo ya binadamu? Nani ajuaye mambo ya Bwana? Roho wa Bwana aliyeko ndani yako. Wakati mwingine unaweza wewe ukawa unatembea lakini unatembelea wazo gani? Kuna namna unahitaji kuombea mawazo kwa sababu yana athari kubwa kwenye maisha yako usipojua athari za mawazo. Ndio maana leo kuna watu hata akiambiwa amrudie Mungu, mawazo yake yanamwambia Mungu hana msaada wowote kwako. Mawazo alionayo shetani anashikilia pale. Kwanza wamekukwaza. Kwanza hawana upendo hapo. Mstari wa 10 Korinto wa kwanza sura 2. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani awezaye kuyajua mambo ya binadamu? Ni nani katika binadamu anajua mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamie ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Roho Mtakatifu anatusaidia sana kulijua wazo jema, anatusaidia kujua uelekeo sahihi. Unapokaribia Mungu kwa ufunuo wa Roho wake anakujalia. Kwa unapoyaombea mawazo yako, uombeje kuhusiana na mawazo. Zaburi ya 139 unamwambia Bwana jaribu mawazo yako, aone kama iko njia iletayo majuto kwenye fikra zako, akakuepushe kuelekea kwenye njia hiyo, akulete kwenye njia njema, akakuepushe kuelekea kwenye wazo hilo, akuongoze wazo sahihi na kutembelea. Kitabu hicho cha Zaburi ya 139 mstari wa 23 na 24 inasemaje? Daudi alikuwa na maombi hapo, anamwambia Bwana unichunguze, unijaribu, uone kama iko njia iletayo majuto, ukaniongoza katika njia iliyonyoka. Hebu soma hiyo Zaburi ya 139. Unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani, ukanielekeze njia ya milele isiyobadilika badilika. Njia ya haki ndio njia ya milele, njia ya utakatifu ndio njia ya milele, njia njema ndio ya milele. Daudi anaomba maombi haya kwa tahadhari kabisa kwamba inawezekana nikawaza, nikafikiri nawaza sawa sawa, na nikaanza kufanyia kazi yale mawazo niliyoyawaza, kumbe kesho ninapata majuto. Uniongoze katika njia njema ambayo sitajuta. Yako mawazo iko njia ionekanayo machoni pa mwanadamu kuwa ni njema, lakini inamletea mauti, inamletea hasara, inamletea uharibifu. Na ndio maana huyu mtu yuko makini kwa habari ya mawazo yake. Anamwambia Bwana unijaribu, unichunguze ndani yangu, uone, ukanijaribu, uangalie mawazo yangu. Kama ni mema uniongoze niendelee nayo, lakini kama ni mabaya, ina maana mtu huyu pamoja na kuwaza kwake, kwa sababu anajua mawazo yanaweza kuleta athari, yana nguvu ya madhara, yana nguvu ya faida, anakuwa na tahadhari ili asije akaruhusu mawazo yakamzalia hasara, yakamzalia majuto. Majuto ni mjukuu. Unajua majuto ni nini? Yaani mtu anaanza kujuta na kuumia, ni maumivu baada ya kuchukua hatua, ni mateso,
ni shida, ni adhabu, unapitia mazingira mazito magumu ya kukatisha tamaa, unateseka. Kumbe option ilikuwepo ya kuepuka madhara hayo kabla. Endapo ungemshirikisha Mungu wazo hilo nao, halafu akaitika, mwanangu, ili wazo ni sawa, ukalifuata, ungefurahia. Sasa unajuta kwamba nimepoteza muda wangu, bado sijaambulia chochote. Mungu wazo lake ni lipi? Wengine unamlaumu Mungu, pengine Mungu mimi hanipendi, Mungu ameniacha, mbona haya yananipata? Wazo hilo unajuta, inawezekana kwa sababu hamkwenda pamoja na Bwana kwenye utekelezaji. Yaani kabla ya utekelezaji hukumshirikisha Mungu. Misali 16 mstari wa 3 inazungumzia, anasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mawazo yako yatathibitika, mipango yako, mitazamo yako. Maana ni jembe leo kukabidhi, kwa sababu huwezi mtu kufanya kazi, wazo la kazi. Anaposema kabidhi Mungu kazi zako, maana yake wazo la kazi ulikabidhi kwa Bwana, umshirikishe Mungu na mawazo yako yatatimia. Yaani kusudi lako litatimia, litatimilika. Kusudi lako utaona linafanikiwa ikiwa umemshirikisha, kumkabidhi. Weka kwenye mzani sawa. Kuna watu wanawaza na kuingia kwenye utekelezaji, hawaweki wazo hilo kwenye mzani. Kama unaruhusiwa kuendelea nalo, endelea nalo. Mara nyingi watu leo wanafika mahali wanajuta kwa sababu wazo walikurupuka na wazo, hawakumshirikisha Bwana. Kumbe sio wakati sahihi. Mawazo yako yanaweza kukuzalia hasi, yanaweza kukuzalia chanya, lakini wazo lina nguvu ya kuzaa matokeo. Sasa lazima lipimwe, lihakikiwe. Ombea mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mzani sahihi sana wa mawazo. Zaburi 19 mstari wa 14. Ni mzani sahihi sana. Anamwambia Mungu, naomba, unayaombea kibali mawazo. Unaweza kuwa na wazo zuri lakini halina kibali kwa Bwana. Unaweza kuomba Bwana akalipa kibali. Maana yake huyu mtu anataka aende na wazo ambalo linakubalika mbele za Bwana. Maana ya kumwambia Bwana mawazo yangu yapate kibali ni kama kumwambia Mungu, naomba kama mawazo haya hayakubaliki niachane nayo. Ila kama yanakubalika, Mungu, kama unanipa go ahead juu ya haya mawazo, Bwana nipe hiyo ruhusa, niandikie hicho kibali. Kama unakataa usinipe kibali, lakini nataka yale mawazo ambayo yanakubalia kwako. Hebu soma hiyo Zaburi 19. Hebu rudia. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, ee Bwana Mungu wangu na Mwokozi wangu. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali. Yapate kibali mbele zako. Sasa yakipata kibali, ina maana unatembea, lakini tayari kuna sahihi ya Mungu juu ya wazo hilo. Ni rahisi sana kukutana na matokeo yaliyo mema. Unakurupuka tu, umewaza kitu, umepanga mipango, lakini hujamshirikisha Mungu. Unajuaje kama na Bwana amekubaliana nayo mipango yako? Umepanga safari, mshirikishe Bwana wazo la kusafiri kwako, ili Mungu ahusike kuachilia kibali chake kwenye safari ya maono haya. Una maono ya hiki, inawezekana Bwana akawa anapanga kitu kingine kuliko hicho unachoweka wewe. Anaweza wakati unamtafuta akupe kibali cha hayo, ni rahisi sana kukuambia pita hapa. Usipite hapa, pita hapa. Usifanye hiki, fanya hiki. Usifanye kazi hii, fanya kazi hii. Usiambatane na huyu, usishirikiane na huyu, ushirikiane na huyu. Kwa sababu umeenda mbele yako ukamshirikisha. Mawazo lazima yaombewe sana, maana pia anaweza kuyatumia vibaya. Maana shetani anaweza kutumia huo mlango na akaleta maafa makubwa kwenye maisha yako. Namna nyingine ya kuyaombea mawazo ni kukemea kabisa mawazo yasiyofaa. Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Kukemea kabisa fikra mbaya. Yanakujilia mawazo machafu, kemea. Kwa sababu yale mawazo yakikujia, unaweza kushangaa ile wazo linakaza. Mwisho wa
litazalisha matokeo. Wazo limekujilia baya, hauombi, haushughuliki, haukemei, lile wazo litazalisha matokeo ya athari kwa utajuta. Unapaswa kulifukuza mapema wazo lisilofaa. Soma Korinto wa pili sura ile 10 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Nasema Biblia, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Mawazo ni vita kubwa sana. Hapa anaongelea masuala ya vita. Kwa hiyo mojawapo ya mishale au silaha anayotumia adui ni pamoja na mawazo. Usipoyategua yanalipuka ndani yako, yanazalisha matokeo. Ni kombola. Mawazo ulionayo ni kombola baya mno. Linaweza likalipuka likaleta maangamizi. Kwa hiyo maana yake lazima mtu awe na mazingatio, kwa sababu anaongelea vita kwamba ingawa tunaishi katika mwili lakini tufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana yake tunafanya kwa jinsi ya kiroho. Adui anaweza akarusha mshale wa mawazo. Kaingia mshale wa mawazo. Unaanza kuwaza vitu, kumbe ni matokeo ya mshale. Ni matokeo ya mshale, na ule mshale usipouchomoa haraka na lile bomu usipolitegua itafika saa italipuka, alafu italeta matokeo mabaya sana. Kwa sababu hakuna ufahamu, unafikiri ni mawazo tu ya kawaida. Nilikuwa nawaza hivi. Unayaruhusuje mawazo hayo ambayo ni mawazo ya kishetani? Hata ushtuki unaendelea nayo. Umeanza na kuandalia mazingira ya utekelezaji. Maana mtu amewaza kitu, anaanza na kufanya maandalizi ya kutekeleza lile wazo. Umefikiria kitu kibaya, umeanza na kuitengeneza lamani ya kwenda kulifanikisha. Ujue umeshambuliwa, na silaha zinazotumika hasa za kukuzuru zinatokea ndani yako. Adui wa ndani na wa nje, bora wa nje. Adui wa ndani ni balaa zaidi. Ndio maana mawazo yametajwa kuwa limbuko la uovu wa kumtia mtu unajisi. Mawazo. Muulize jirani yako, unawaza nini? Haya mawazo yanambariki Mungu au hayampi Mungu utukufu? Sijui yeye anawaza nini. Aina nyingine ya maombi wakati wa kuombea mawazo, kwa habari ya mawazo, omba toba kuhusu mawazo, kwani ni mlango mpana wa madhara. Mawazo yanamtia mtu unajisi, maana yake yanamchafua. Lazima uombe toba kuhusiana na mawazo. Unaweza ukaomba toba kutokana na maneno uliyoyazungumza, ukaomba toba kwa habari ya matendo uliyofanya, lakini hujawahi kufikiria kwamba uliwaza vitu na hujawahi kuvitubia. Wewe umewaza ukatenda dhambi kwa njia ya mawazo, lakini sasa umewaza baadaye ukaclash na wazo, ukaendelea na mambo mengine. Kumbe adui anajua tayari yule amejitia unajisi kwa wazo lile uliwaza lile. Unaendelea kutembelea hatiani kwa sababu ya wazo. Fanya maombi ya toba kuhusiana na mawazo. Maana mawazo yanamtia mtu unajisi, kwa lazima kufanya toba. Tumeona kwenye kitabu cha Isaya 55 ule mstari wa 6 kwamba mtafuteni Bwana maadamu yu karibu, lakini anasema mtu mbaya anaache njia zake na amrudie Bwana. Na aache mawazo yake mtu asiye haki akamrudie Bwana, atamrehemu kabisa. Safari ya maombi yake anaomba, lakini akumbuke kumtaka Bwana amhurumie, aache mawazo yake, aombe toba kwa habari ya mawazo yake yasiyofaa. Maana mawazo yanamtia unajisi, kwa lazima afanye toba kutokana na wazo hilo. Lile wazo lililopita kichwani mwako, moyoni mwako, limeacha madhara, limeacha uchafu, limeharibu hekalu. Lazima utubu. Yeremia sura ya 4 mstari wa 14. Yeremia 4 mstari wa 14. Mwingine Matendo ya Mitume 8:22.
Hebu soma aliyefika. Yeremia 4:14, Matendo 8:22. Yerusalemu, uoshe moyo wako usiwe na uovu, upate kuokoka. Huwezi kuokoka kama bado hujatakaswa, hujaoshwa. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Unaweza ukajikuta umefarakana na Bwana, umemwasi Mungu, umekuwa mpagani kwa vile tu unawaza. Njia ya kuwa mpagani ni pamoja na mawazo yako tu. Anamwambia jioshe, jitakase, ukaokoke. Utakaa na mawazo hayo ya kipagani hata lini? Alikuwa anamwambia mtu ambaye anataja pale, utakaa na mawazo hayo hata lini? Maana yake tubu uovu, jioshe, ukaokoke. Kuna watu anapowaza ni 100% kabisa zinampeleka kuwa mpagani. Mawazo tu ukahesabika hujaokoka. Unapowaza tu kahesabika ni mpagani kabisa. Ndio maana wewe makini. Mungu hatoitika maombi yako kabla hajakagua uwanda wa mawazo. Atacheki kwanza unapowaza, alafu atakuja kwenye yale unayozungumza, unayomtaka Bwana afanye. Mawazo ya mtu yanamfanya kufarakana na Mungu. Dhambi za mtu zimemfarikisha yeye, hata Mungu hataki kusikia unayoomba. Lakini kumbe ni mawazo. Anasema wewe utakaa na upagani mpaka lini? Jioshe ukaokoke. Utawaza mawazo mabaya mpaka lini? Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, utawaza mawazo mabaya mpaka lini? Uokoke. Njia ya kuokoka ni pamoja na kutubu kwa habari ya mawazo unayowaza. Ikifika jioni na Bwana, naomba unisamehe kwa kunena, kwa kuwaza, kwa kutenda. Tangu asubuhi mpaka jioni ulioyawaza, je, yamekuacha salama? Yamekutia unajisi? Lazima ujitakase ili ule unajisi usitumike na adui kama mlango. Jua lisichwe na uchungu wenu moyoni, kwa sababu ya ule uchungu na hasira ulionayo. Umewaza mabaya kwa sababu ya matukio, mapito unayopitia. Yamkini tu kulingana mapito umefika mahali umewaza isivyo. Majaribu yamekusonga, umefika mahali umewaza isivyo. Changamoto unazopitia zinakupelekea kuwaza vibaya. Inabidi ufanye toba. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi huvuta mtu kuelekea kuyafanyia kazi maelezo mabaya. Kiburi kinamvuta mtu kuelekea kwenye kutendea kazi mawazo mabaya. Ila unyenyekevu unampa neema mtu ya kugeuza mawazo yake, ya kubadilisha mwelekeo wake. Unyenyekevu ni dawa kwa habari ya kubadili mawazo. Kiburi ni moja ya mlango mpana sana wa wasukuma watu kwenda kwenye kutekeleza wazo baya, jeuri. Hata kifundishwa, hata kionywa, hata kikumbushwa, lakini kwa sababu ya kiburi anafuata mawazo yake mwenyewe. Yeremia 18:11 na 12. Kuna watu analazimisha tu kufuata mawazo yake mwenyewe nje na mawazo yale ya Bwana kwa sababu ya kiburi. Kiburi kinamvuta mtu atendee kazi mawazo yasiyofaa. Lakini unyenyekevu unamjalia mtu kupisha nafasi ya Mungu. Unamjalia nafasi mtu ya kutafakari, hivi ninavyowaza. Inamjalia nafasi ya kumshirikisha Mungu mawazo yake. Unajua mtu mwenye kiburi sio rahisi sana kumshirikisha Mungu mawazo yake. Maana anajua wakati mwingine haya mawazo yatakataliwa na Mungu. Lakini mnyenyekevu hawezi kufanya haraka. Atamwambia Mungu juu ya mawazo yake ili kwamba asije akawaza isivyofaa. Unajua kwa haraka unaweza ukajikuta haraka yako inakupelekea kwenye kufanya maamuzi ya haraka. Unaanza na kufanya haraka, lakini hupishi nafasi ya Bwana. Mnyenyekevu anajua kwamba anahitaji kwenda pamoja na Bwana. Katika yote mpaswa kumheshimu Mungu, kumcha Bwana,
mimi napaswa nitembee katika haki ambayo Mungu itampendeza. Kwa hiyo ninaliangalia wazo hili na anaenda na mazingatio, hakurupuki tu kutekeleza wazo. Anamshirikisha Bwana, ule ni unyenyekevu, anamhusisha Mungu juu ya wazo, ule ni unyenyekevu. Daudi anasema, Bwana unijaribu, unichunguze, uone kama iko njia iletao majuto, ukaniepushe, uniongoze katika njia ya milele iliyonyoka. Maana yake anamwambia Mungu kwa habari ya wazo, anamshirikisha wazo lake kabla. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja alimfuata mchungaji wake, akamwambia, mchungaji, kuna mwanaume ana mke, anataka kunioa. Sasa mchungaji, sijui unanishauri, unanipa wazo gani? Mchungaji wake akamwambia, sasa yeye ana mke, alafu wewe unaenda kuwa nani sasa? Yaani si ana mke, unaenda kuwa nani? Unaenda kuwa hawala? Unaenda kuwa maraya wake? Au unaenda kuwa nani? Kwa sababu tayari umesema ana mke, halafu wewe utaenda uitwe nani? Yaani kama mtu ameoa, yaani kuna mke na mme. Sasa ukikuta hiyo nafasi ya mke yupo, mme yupo, alafu wewe unaingia pale unataka uwe nani? Kicheche. Maana lazima ujihoji, nataka nikawe nani pale katikati? Nimesikia kabisa ana mke, ana mme. Haya, wewe unayeninginia pale, ukawe malaya. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, chagua mmoja. Unataka uwe mpagani au unataka uendelee kubaki katika wokovu? Maana Mungu anachukizwa. Kwanza haya mawazo. Sio, unajua wakati mwingine tu wazo la mtu inabidi umwambie katubu. Hebu soma ile Matendo ya Mitume 8 mstari wa 22. Yaani wazo lake tu unamwambia katubu. Haya mawazo katubu. Usipotubu, sidhani kama utapata msaada kwa Bwana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari 22, kuna mchawi mmoja alibahatika kumjua Yesu, lakini mawazo yake bado yako na uchawi. Biblia inasema basi pia uovu wako. Basi pia uovu wako. Huo kamwombe Bwana ili kama yakini asamehe fikra hiyo ya moyo wako. Asamehe hiyo fikra ya moyo wako. Mawazo hayo. Maana huyu ni alipoambiwa habari za Yesu akaokoka, alikuwa na mambo yake ya kishirikina na nini. Sasa siku alipoona wamejazwa na Mtakatifu, na yeye akawaendea watumishi wa Bwana akamwambia, naomba na mimi nipate angalau hiki kipawa, niwe nasaidia watu wangu kupitia hizi dawa, ili mimi ninapofanya mambo ya uaguzi wangu na uganga, na mimi nipate hichi kipawa cha kuwa naweka mikono, watu wanajazwa Roho Mtakatifu. Yaani akatumie kwenye maslahi yake binafsi, kwenye kazi zake za kiganga, pate ujuzi. Mawazo haya ni mabaya mno. Ni kama kuamua ufanye Biblia kwa kitega uchumi, kwamba kwa sababu nimejua kuhubiri kidogo, niwe na kama mtaani watu wanalipa sadaka tu. Yaani ajenda yake inakuwa ni hii. Mawazo yale ni mabaya, ya kwamba anatumia kipawa cha Bwana kama biashara. Anatumia kipawa cha Bwana kama biashara. Watu wanaambizana, Bwana acha kazi za usanii, njoo Bwana uwe mtume, uwe nabii ili kupata fedha nyingi. Huku fedha zipo. Fanya tu kitu kidogo kidogo na tabiria watu, unaleta mamilioni ya fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule upako unaambiwa ni wa kununua. Hakuna mahali kuna duka la upako linauza. Ukikuta kuna mahali kuna duka la mafuta ya upako, duka la maji ya upako, duka la chumvi za upako, duka la vifaa vya kiroho. Alafu vifaa vyenyewe sio Biblia. Vifaa vyenyewe ni udongo, chumvi, limao. Ule tu ni biashara za watu. Wanasema hakuna duka kwenye Biblia lililoonekana tangu mwanzo mpaka Ufunuo linauza upako.
You can't sell anointing. Huwezi kabisa. Ila upako unapatikana kwa Bwana na anaumimina na watu wanatembelea ule upako. Mawazo mengine ni hasi kabisa. Huyu mtu anawaza akipata kipawa cha Roho Mtakatifu, basi atakuwa ameongeza ujuzi mwingine kwa ajili ya kufanya shughuli zake za kiganga. Wazo hilo wakamwambia, tubia fikira hiyo, yamkini Bwana atakusamehe. Mawazo ulionayo ni chukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo unaweza ukawa unawaza ukafarakana na Mungu, ukafungulia mlango wa adui, ukaharibu vitu vyako tu kwa njia ya mawazo ulivyowaza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Yeremia 18 mstari wa 11. Kiburi huvuta mtu kutekeleza mawazo yake binafsi, bali unyenyekevu unampeleka mtu kumngoja Bwana. Na unaweza ukageuka mawazo yako kwa unyenyekevu tu. Unyenyekevu wako utakufanya kubali mawazo, kubali kugeuka. Lakini kiburi kitakusukuma kuendelea tu. Hebu soma. Haya basi, tukawaambia watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, sema Bwana asema hivi. Anasemaje? Mtafinyanga mabaya juu yenu. Lakini wao wasema hapana tumaini lolote, maana sisi tunatafuta mawazo yetu wenyewe, na tutatenda kila mmoja Tutafuata hizo. tutafuata mawazo yetu wenyewe, na tutatenda kila mmoja wetu kwa kufuata usababu wa moyo wake mbaya. Lakini wao wasema hapana tumaini lolote, maana sisi tutafuata mawazo yetu wenyewe, nasi tutatenda kila mmoja wetu kwa kufuata ushupavu wa moyo wake mbaya. Kiburi kinaweza kufanya mtu aandame mawazo yake mabaya, ayafate, ayafanyie kazi. Ni kiburi tu. Lakini kama light ukawa na unyenyekevu baada ya kuwaza, hivi ninavyowaza inampendeza Bwana. Ninavyowaza sina nizuia hata mbele za Bwana nifungia mlango wa kubarikiwa. Anapokuwa na hali ya kumcha Mungu, unyenyekevu wa kumcha Mungu na kumwogopa Mungu unamwezesha mtu kubadilisha mawazo, kwa sababu sababu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Mungu. Ile Misali 22 mstari wa 4, unyenyekevu na kufanya kumcha Mungu, kumwogopa Mungu, kumhofu Mungu utakufanya uweze kurejea, usingangane na mawazo yako, rudi. Andika pointi hii ya mwisho. Mungu kabla hajakujibu haja yako ya moyo, anatazama mawazo yako kwanza. Kabla Mungu hajajibu haja yako unayomwomba, anatazama mawazo yako kwanza. Hivyo waweza kuzuia majibu sababu ya mawazo. Na huu mmoja, Mungu kabla hajakujibu haja ya moyo wako, anatazama mawazo yako kwanza. Hivyo waweza kuzuia majibu sababu ya mawazo. Mawazo ulionayo kama yatakuwa yapendezi Mungu, unaweza kuzuia majibu. Na huu 1:9 na ile Nyakati wa kwanza 28 mstari wa 9 na ile Isaya 66:18. Hebu tuanze na huu. Unawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso hata ikiwa tena mara pili. Ila anaanza, unawaza nini juu ya Bwana? Ndipo Mungu atakuja kukomesha shida, tabu. Ila anaanza kwanza, unawaza nini juu ya Bwana? Kama una mawazo mbele za Bwana yasiyofaa, unajua Biblia inaeleza kwamba katika hayo yote Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Lengo la shetani
atende dhambi, amkufuru Mungu, amwazie Mungu kwa upumbavu. Majaribu unayopitia, shetani na lengo mojawapo, uwaze kwa upumbavu, umwazie Mungu vibaya. Ukimwazia tu vibaya, tayari adui atakuwa amepata nafasi, kama ni ripoti ya kuipeleka uendelee kushikiliwa kwenye mifungo. Kwa sababu huyo alienda kutamba mbele za Bwana. Lengo lake ni huyo anakuabudu kwa sababu unamjalia tu. Umemjalia utajiri, afya njema na kadhalika. Lakini mimi hapana, huyo ananiabudu katika roho na kweli hata bila hayo. Kwa hiyo adui akatafuta namna ya kumvuruga Ayubu. Lakini Biblia inatuambia katika hayo yote Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Lengo la shetani alipokuwa anajaribu Ayubu ilikuwa amwazie Mungu kwa upumbavu, kama Mungu hafai, hakuna hata Mungu. Kumbe kama tulivyoona kwenye Biblia kwamba jumla ya mawazo ya mdhalimu kwamba hakuna Mungu. Kama Mungu angekuwepo angeniacha mimi kubaki kwenye shida namna hii. Kumbe tayari anakuwa ameingia kwenye mawazo ya watu wasio haki. Wenye haki wanabaki kuwaza Bwana yuko na Mungu ni mwaminifu. Hebu soma Yeremia na huu 1:9. Unawaza nini juu ya Bwana? Alafu yeye atakomesha kabisa mateso, ataipatia neno la pili. So amen. Nami nayajua matendo yao na mawazo yao, wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja nao watauona utukufu wao. Kitabu cha Isaya 66:18 anasema, nami nayajua matendo yao na mawazo yao, wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja nao watauona utukufu wao. Lakini amesema anayajua matendo yao, ambaye anayajua mawazo yao, na mimi nitakuja kwa ajili yao wakati ufaao. Kwa hiyo Mungu anatazama mawazo yako kabla hajaachilia majibu. Wewe unaomba, lakini mawazo anapoona, ana uwezo wa kuona wazo hata atakapotokea kesho yake. Yesu alipowaona watu moyoni mwao wanapowaza, akamwambia mgonjwa, inuka uende, simama uende. Maana walikuwa wanajiuliza itakuwa mawazo yao yakawa ni maovu. Huyu mtu ni mtenda dhambi, sio nini? Yesu alipojua mawazo yao akamwambia, mbona mnawaza mawazo mabaya? Akamwambia yule mgonjwa, simama uende. Ana uwezo Bwana wa kuyajua mawazo yako ya kesho, kwamba nikikupa baraka wewe leo, kesho wewe utawatesa watu. Anaweza kuona kilichoko mbele. Hebu soma Nyakati 28:9. Anaambiwa Sulemani maneno, anapewa usia na baba yake. Mjue Mungu wa baba yako, mtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali Bwana. Tafuta mioyo yote ya kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana. Ukimwacha kimawazo atakutupa milele. Unaweza ukamwacha Mungu kimawazo, sio kimatendo, sio kimaneno, ukamwacha Bwana kwa mawazo. Njia zako zimkiri Bwana, mawazo yako yampendeze Mungu. Ni namna gani Mungu anawahudumia watu wake, lakini wamekaaje? Anaangalia mawazo yao wanapowaza. Wengi wanawaza vibaya, ila wakianza kumiminika mbele za Bwana kumtafuta uso wake, wanalia mno mbele za Bwana. Kweli wanatoa mpaka na machozi, ila mawazo ndani yao ni kikwazo cha maombi yao. Mawazo yako yamekuzuia ufiki. Unaweza ukafika mahali pa kutafsiri Mungu kama aidha pengine ana upendeleo, au wakati mwingine Mungu halipo. Lakini mimi nikukumbushe leo kwamba mawazo yana nguvu. Leo kwa sababu ya mawazo kuna watu wamekufa, tumewapoteza kwa sababu waliwaza haraka wakachukua maamuzi.
Unajua wakati mwingine mawazo ya haraka yanampoteza mtu. Lazima utulie, umshirikishe Mungu, ndipo mawazo yako yatapata nini. Lakini umshirikishe Mungu, wazo lako litathibitika. Mtu mmoja aliwaza kwa haraka. Kwa sababu ya kuwaza kwa haraka akachukua hatua. Sasa anasema kwa kuwaza kwa haraka inaleta shida. Kwenye kitabu kuna watu wanasema kwenye kitabu cha Ayubu 12 mstari ule wa 3. Mimi pia ninamfahamu kama nini. Mimi si duni yenu nini. Na ni nani aliyejua mambo haya kama haya? Mimi ni mtu wa kuchekwa na jirani yake, na mtu niliyemwita Mungu naye akanijibu. Huyo mwenye haki aliye mtimilifu amekuwa ni kicheko. Katika mawazo yake huyo aliye na raha na kudharau mashaka. Mtu ambaye ana raha wakati mwingine anaweza kuwa na dharau mashaka. Ile sura ya 20 kuna mawazo ya haraka. Mstari wa 3 na kuendelea anasema, nimesikia maonyo yanayonitayarisha, nayo roho ya ufahamu wangu unijibu. Je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, furaha ya wapotofu ni ya dakika moja tu. Furaha ya wapotofu ni ya dakika moja tu. Mjapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikilia mawinguni, hata hivyo mtaangamia milele kama mavi yake. Ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomwona watasema yuko wapi? Ataruka mfano wa ndoto. Mawazo yangu hunipa jawabu kwa ajili ya haraka niliyonayo ndani yangu. Kwa hiyo mawazo yangu hunipa jawabu kwa ajili ya haraka niliyonayo ndani yangu. Haraka ya mtu inaweza, mawazo yangu kwa sababu ya haraka niliyonayo hunipa majibu. Badala ya Bwana akupe majibu, unafuata wazo lako. Kwa sababu ya haraka unajipa na maksi, unajipa na matokeo. Unakosa muda wa kumshirikisha Bwana. Wakati mwingine wazo lako lisije likakuongoza kwa sababu ya haraka yako, ile wazo lisije likakuchukua. Anawaza kuoa leo, kesho anawaza kuolewa kesho. Sasa ile wazo la haraka inaweza likampa majibu yasiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaamua kufanya hata uovu kwa sababu ya haraka zake, lakini asijue ya kwamba shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotofu ni ya dakika tu. Ajapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikilia mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Sijajua mavi yake mwenyewe ni Kiswahili kweli. Kama mavi yake mwenyewe yanaangamiana na yenyewe dakika chache. Hao waliomwona watasema yuko wapi? Ataruka mfano wa ndoto asionekana, na atafukuzwa kama maono ya usiku. Jicho lililomuona halitamuona tena, wala mahali pake apata mtazama tena.